Nanyumbu oye! Odi Mtwara! Nawashukuru sana ndugu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Balozi Dr. Asha Rose Migiro, wajumbe wa kamati kuu na wajumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi, waratibu wa kampeni zetu kwa ukanda huu, ndugu mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mtwara pamoja na kamati za siasa mkoa na wilaya, gombea ubunge ndugu Yahya Mhata, wagombea wote wa udiwani kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, wazee wetu Wananyumbu na wazee wa Mtwara, na hapa nimewaona viongozi wakubwa, kakaangu George Mkuchika, lakini pia mzee Peneza. Tunawashukuru sana ndugu wanahabari, vikundi vya hamasa na makundi mbalimbali ya burudani, ndugu wananchi Mangaka oye! Nanyumbu oye! Mtwara oye! Kazi na utu. Nawashukuru ndugu zangu. Kwanza nimshukuru Mungu tujalia kufika hapa salama, lakini kwa kunijalia kukutana nanyi kwa mara nyingine. Lakini ndugu zangu Wananyumbu, kisikia mtu anapokelewa kwa mikono miwili, ndio hivi mlivyonipokea nyinyi. Kwa kweli mmenipokea kwa mikono miwili. Na washukuru sana sana sana. Na hii ni imani kwa chama chenu cha Mapinduzi, lakini pia ni imani kwa viongozi wenu ambao kwa pamoja tumefanya kazi ya kulijenga taifa letu. Wana Nanyumbu, wana Mtwara, mimi nawashukuru sana. Ndugu zangu, tumekuja hapa leo si kwa ziara rasmi ya kiserikali, bali kuja kwenu kwa kuomba kura. Na hii ni baada ya kutimiza miaka yetu mitano ya kwanza 2020 mpaka 25. Sasa tunarudi tena kuomba kura. Tumerudi kwenu tena kuomba kura kwa kujiamini kwamba Chama cha Mapinduzi, serikali zake ndizo zinazoweza kufanya kazi ya kuinua hali na utu wa Mtanzania. Tumefanya miaka mitano iliyopita, tuna imani na tunajiamini tunaweza kufanya miaka mitano inayokuja. Na ndio maana tuko hapa. Ndugu zangu, yaliyofanywa miaka mitano iliyopita baadhi ameyasema. Mgombea wetu wa ubunge ndugu yetu Yahya ameyasema vizuri sana, lakini mengine mengi nyinyi mnayashuhudia katika maeneo yenu mnakotoka, kama ni mashule sekondari na msingi, kama ni vituo vya afya, zahanati na shule na hospitali za wilaya, lakini kama ni maji, kama ni umeme, yote mmeyashuhudia huko. Pembejeo na mbolea mmeyashuhudia huko. Sasa hivi mimi sitaki kuyarudia yale yote, lakini nataka nianze na pongezi kwenu Wananyanyumbu. Niwapongeze sana kwa kutumia vizuri mbolea na pembejeo za ruzuku zinazoletwa kwenu. Zimeweza kuongeza mazao kama alivyosema mbunge wetu kwamba korosho imetoka tani 15,000 na kitu mpaka tani 24,000 na mamia juu. Na hii korosho mara ya mwisho imeingiza ndani ya eneo hili bilioni 73 mikononi kwa wakulima. Vile vile kwenye uzalishaji wa karanga, nako uzalishaji umepanda kutoka tani 26,100 thamani ya bilioni 65 hadi tani 33,170 zenye thamani ya shilingi bilioni 82.9. Pesa hii imeingia mikononi kwa wakulima. Kwenye ufuta, uzalishaji umepanda kutoka tani 1,580
zenye thamani ya bilioni 3.9 na kuvuka malengo ya kuzalisha hadi tani 11,800 zenye thamani ya bilioni 38 na milioni 800 zimeingia mikononi kwa wakulima. Hali hiyo hiyo ni kwenye mbaazi pia, ambapo zamani mbaazi ilikuwa mboga, si ndio? Leo mbaazi ni zao la biashara, lakini tumeongeza uzalishaji toka tani 1130 ambazo zilikuwa na thamani ya bilioni 1 hadi tani 5950 zenye thamani ya bilioni 10 milioni 800 zimeingia mikononi kwa wakulima. Sasa ndugu zangu, tukisikia kazi na utu tunasonga mbele, kazi hii ya kuleta pembejeo na mbolea na mambo mengine kukuza kilimo ili wakulima wapate fedha iliyoingia mikononi kwao ni kujenga utu wao, tukijua kwamba fedha ile watajenga nyumba za maana, watasomesha watoto, watatibiwa vizuri, watafanya mambo yao yawe mazuri, na huo ndio utu wa mtu unavyotunzwa na kuimarishwa. CCM oyee! Ndugu zangu, manufaa yote hayo kama nilivyosema ni kutokana na ruzuku zinazotolewa, lakini niseme pia kwamba na niwahakikishie kwamba tunakwenda katika yale mambo tunayoyafanya kukuza kilimo, tunakwenda kukamilisha miradi ya visima vya umwagiliaji maji vya Likokona, Lukula na Masuguru. Tunakwenda kuvimaliza, wakulima wamwagie waweze kulima mara 2 kwa mwaka. Aidha, tutaendelea kutafuta masoko zaidi, na kama mnavyojua bidhaa hizi ni biashara. Biashara zina misimu, zina kupanda na kushuka, lakini serikali yenu tunaendelea kutafuta masoko zaidi ili kulinda bei za mazao ambayo kiuhalisia hutegemea soko la kimataifa. Kwa tunakwenda, tuko kwenye mazungumzo na hatuko pabaya, bei hazitashuka vile ambavyo watu wanasema, hazitashuka kiasi kikubwa. Lakini jengine, katika kuhakikisha mbele huko tunauza mazao yetu kwa bei nzuri na kwa uhakika, tunakuja na viwanda vya kuongeza thamani ya mazao tunayoyalima. Tutaweka kongani za viwanda maeneo mbalimbali, tuongeze thamani, na badala ya kuuza mali ghafi tuuze zao lililoongezwa thamani. Na Nyumbu oye! CCM oye! Ndugu zangu, kwa upande wa umeme, nina hakika tumemaliza vijiji vyote. Sasa tuko kuunganisha kwenye vitongoji, lakini pamoja na hayo tuna mradi unaitwa gridi imara wa shilingi bilioni 307 ambao tunajenga njia ya kusafirishia umeme kutoka Songea hadi hapo Tunduru hadi Masasi, na vituo viwili vya kupoza umeme ambacho kimoja kiko Tunduru kimefika 50% na kituo kingine kitakuwa pale Masasi. Lengo la vituo hivi viwili ni kuhakikisha Mtwara inapata umeme wakati wote, umeme ule ule bila katika, bila kupungua nguvu. Mtwara oye! Ndugu zangu, pamoja na yote yaliyosemwa na niliyoyasema mimi, bado nafahamu kuna maeneo ambayo bado yanahitaji kupewa kipaumbele, ikiwemo swala la barabara, na hasa barabara za lami hapa ndani ya mji wa Mangaka, lakini maeneo mbalimbali. Hivyo ni waahidi kwamba tutaifanya kazi ya kuimarisha barabara za lami ndani ya mji wa Mangaka pamoja na mitaro, lakini vile vile tutaendelea kujenga barabara zinazounganisha wilaya na makao makuu ya mkoa wenu, aidha kwa changarawe zipitike mwaka mzima, na kama kuna madaraja tutajenga madaraja, na nyingine tutakwenda kuzijenga kwa lami. Ndugu zangu, natambua pia kuna changamoto ya wanyamapori waharibifu ambao wanaharibu mashamba na wakati mwingine wanaumiza watu.
na hasa kwa wale waliozungukwa na pori la akiba la Lukwila na Lumesule, ambapo wanyama hao wamekuwa wakiharibu mazao. Kwa tatizo tunalijua na kwenda kuchukua jitihada za maksudi kuhakikisha wanyama hawa wanabaki kwenye maeneo yao na hawaji kwenye maeneo ya watu. Aidha, ndugu zangu, najua kusini huku watu walikuwa hata ng'ombe wakimuona wanamkimbia, wanamwogopa. Lakini sasa kumejaa wafugaji. Tanzania ni moja, kila mtu anaishi popote, anafanya shughuli zake. Sasa kwa upande wa wafugaji, tunakwenda kuongeza eneo au maeneo yaliyotengwa na kupimwa na kumilikishwa kwa wafugaji toka ekari 3,400 milioni 3,400,000 hadi kufikia milioni 6, lakini hii mpaka mwaka 2030 itafika milioni 6, ili wafugaji wafanye shughuli zao kwao na yale makero ya wafugaji na wakulima yaondoke kabisa. Hatutaki kuyasikia kabisa. Kwao tunakwenda kuwapimia maeneo wabaki huko na wakulima wafanye shughuli zao ili tuondoe migogoro. Ndugu zangu, maendeleo ni mambo mengi. Yaliyosemwa tulioyafanya ni machache, na tuliyosema tutayafanya bado hatukuyamaliza. Lakini leo hapa kuna vitabu vya ilani vitagawiwa, nadhani madiwani wameshapewa. Kuna vitabu vikubwa vya kitaifa na vile vidogo vya mkoa wa Mtwara peke yake. Sasa ukitaka kujua Chama cha Mapinduzi serikali yake itafanya nini mkitupa ridhaa, nenda kasome kile kitabu kidogo. Kila wilaya iko hapo, tunakwenda kufanya nini ndani ya mkoa wa Mtwara. Sasa baada ya kusema hayo, niendelee na kazi iliyonileta hapa, nayo ni kuomba kura. Niombe mbunge wa jimbo hili aje hapa. Madiwani, hamjapata ilani zenu? Mmepata? Haya, mje na ilani zenu. Sasa nitamkabidhi ilani mbunge, halafu tutaomba kura kwa pamoja. Ilani ambayo mgombea ubunge anapewa ni mkataba kati ya Chama cha Mapinduzi na wananchi kwa kipindi cha miaka 5, na mambo yote yatakayofanyika yapo ndani ya ilani hizo. CCM oye! Najumbu safi! Kazi na utu! Sasa ni wakati wa kuomba kura, ndugu zangu. Tunaomba Mungu atufikishe salama tarehe 29 mwezi wa 10. Atuamshe tukiwa na afya njema na furaha, ili wote walioandikishwa kwenye kitabu kile cha tume waamke wende wakapige kura. Na ndugu zangu, nasema wote, kwa sababu hatuna shida ya ushindi. Ushindi tutashinda Chama cha Mapinduzi. Kwa yanayojitokeza na yaliyofanyika, bila shaka tutashinda. Tunataka ushindi wa heshima, wa kuwafunga midomo wale wengine. Tunataka ushindi wa heshima. Kwa hiyo tarehe 29 mwezi wa 10 tunaomba kura kwa Chama cha Mapinduzi kwa mafiga matatu. Kwanza ni mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ni mimi. Nimesimama hapa, ndugu zangu Wananyumbu, naomba kura zenu. Lakini ili nifanye kazi zangu vizuri, lazima niwe na bunge zuri lenye weledi, na hapa namwombea kura mbunge wetu, ndugu yetu Yahaya yuko hapa, ameomba kwa jimbo la Nanyumbu. Naomba mrudishie. Mlimleta mara ya kwanza, amewasemea vizuri, amefanya kazi nzuri. Naomba mturudishie ili aje ashirikiane nasi fanya kazi za taifa. Lakini tatu, ndugu zangu, ni madiwani wetu. Yale mafedha yote tunayoyataja hapa yanaingia halmashauri, yanapokewa na madiwani hawa.